Bwana, paka sasa hivi hapa nimepiga tiki ya kwamba United hata awe mbovu vipi hawezi kufungwa na timu ndogo kama vile Arsenal. Msimu huu United ndio imeonyesha kwamba mimi kweli nina timu mbovu, lakini na siwezi kufungwa na timu ambazo nyinyi mnaziona kwenu kama ni big team ambazo zinaongoza ligi. Alianza na Liverpool akafungwa, akaja Man City akafungwa, kaja na Arsenal kafungwa. Sasa yani mpaka sasa hivi hapa inaleta picha ya kuonesha kwamba Arsenal ni timu dhaifu sana kwa United. I say sasa sina kitu cha kusema, lakini tu naweza nikasema United anajivunia ukubwa wake. Ataki dharau za kufungwa na timu ndogo kama vile Arsenal. Sasa shabiki wa Arsenal zaidi ya wiki moja inaisha, wako wanyonge sana, na kuna jinsi inabidi tu wakubali, japo inauma sana kufungwa na timu ambayo haishiriki ligi yoyote ya Ulaya. Zaidi ya ligi kuu tu. Haishiriki UEFA, haishiriki Carabao, haishiriki ligi yoyote ile ya Ulaya zaidi ya ligi kuu. Sasa I say, najua kitu ambacho mnakipitia mashabiki wa Arsenal, mashabiki wa Man City, mashabiki wa Liverpool. Najua mnachokipitia. Hata mimi nimeshangaa Liverpool kufungwa na United ambaye ni bingwa mtetezi, katoka msimu unaisha yuko vizuri. Leo hii anakuja kufungwa na timu kama United ambaye ligi inaisha alikuwa nafasi ya 16. Inauma sana. Inauma sana. Ila yote kwa yote United msimu huu imekataa kuonekana ni timu dhaifu. Msimu huu United imejionyesha kwamba ni big team. Ni big team na ina kila sababu za kupata ushindi. Haijalishi ligi imeisha walikuwa nafasi ya ngapi. Haijalishi wanashiriki ligi gani. Haijalishi wanashiriki UEFA au hawashiriki UEFA. Mechi iliyopita Arsenal wamefungwa na United, wakaja UEFA wakaja kushinda. Leo hii tena Arsenal iko inashinda. Sasa jiulize maswali. Ina kitu gani? Mbona Arsenal inadhalilisha mashabiki wake? Kwa hii kasi iliyoonyesha leo tarehe 31 mwezi wa kwanza kwa Leeds. Kipindi cha kwanza tu inapata goli mbili. Alafu inakwenda kufungwa na timu ambayo hata ieleweki, ligi ilisha nafasi ya